Advance TV. Vibes ya Advance TV. Hello, mambo ni aje, mambo ni vipi? Mimi naitwa Pesa2 Music aka Masasi Boy. Nikiwa katika kipindi chako pendwa kabisa kinachoitwa Huku Kwetu. Huku Kwetu huwa tunapiga story na watu tofauti tofauti. Kama leo tumebahatika pia kukutana na mwanetu wa faida hapa. Kwa cha msingi ni kwamba endelea kufuatilia Advance TV. Bana, inakuaje mzee wangu? Safi kama kawaida. Bana, ni mzuka. Mambo ni aje? Tawala mwanangu. Unaitwa nani? Jina lako halisia? Kwa jina langu kabisa naitwa Norman Leonardi. Kwa jina la sanaa najiita Naxi. Naxi. Limekujaje Naxi? Naxi niliona ninafaa kwa sababu jina langu naitwa Norman. Okay. Kwa nikaona nikiweka Naxi nakaa utawala. Okay. Safi. Na unafanya muziki wa aina gani labda? Nafanya Bongo Flava. Na umebahatika labda kuachia baadhi ya ngoma zipo katika mitandao ya kijamii? Nimeachia ngoma moja inaitwa Tuachane. Mungu akijalia tena kuna ngoma ambayo nataka niachie inaitwa Nitatoboa Lini. Okay. Na katika kuachia labda muziki wako wa Bongo Flava, na nataka tuzungumzie kuhusu mapokezi. Mapokezi yakoje labda? Mapokezi namshukuru Mungu. Namshukuru Mungu kwa kazi ambayo nilikuwa nimeifanya na watu wamenisupport. Ila japo ni kwa uchache, ila namshukuru Mungu. Naomba zaidi waendelee kunisupport hivyo yani. Sikangu zile kuondoka. Kwa hiyo kwenye mitandao ya kijamii mtu akisearch vipi labda umesema vile ili ukupate? Naitwa Minaxi TZ official. Mimi sitaki tuongee maneno mengi sana kwa sababu watu wengi wanaotuangalia ni watu wenye kujua talent, yani ni watu wenye kujua. Kwa nataka tufanye kitu kama kitokea mtu labda anahitaji kusupport muziki wako kwa namna moja ama nyingine, yani lengo ajue kwamba nikitia ila yangu haitoharibika. Tupe maneno mawili matatu kupitia ngoma yako ambayo labda ipo umeitoa katika mitandao ya kijamii, au la ni ngoma ambayo unataka uiachie? Hii ngoma ambayo nataka niachie nimeimba kwamba natamani niwe kama Mbosso nimbe masongi na mimi julikane. Moyo wangu unawaza mengi, sema tushilengi, acheni nituli. Natamani nipate support niwe kama Mondi na mimi nishindika. Kuna muda ninawaza nende Wasafi, sema sijulika. Hata nikienda kwa Mkane komba support anasema iwezekane. Baba angekuwepo angenishika mkono, mama angekuwa na pesa angeniunga mkono, shangazi mabina mablo ngoma kama hiyo ni ngoma ambayo ipo katika karatasi au katika studio tayari ushaifanya? Nishaifanya. Niko na brother yangu Mkane, tumebakiza tu kuiachia. Kwa maana yeye ndo ka produce nini? Yeye ndo amefanya muziki kuanzia beat kuanzia nini na video yake na tumeshatoa video yake, na hisi bado na edit tu hapo. Ebane, wewe na muziki umefahamiana vipi yani? Tufafanulie vizuri. Kwanza kuhusu muziki, mimi muziki nimeanza 2021. 2021 nikawa najiona naimba tu nikawa najisikia kama bwana nikiimba naweza. Kipindi hicho kuna Melody na kuna Laivani wana iti sana akili kanituma kuimba nikawa naimba ila sikubahatika kuingia studio lakini mimi muziki nimeanza kwa jamaa mmoja anaitwa Senksi. Nimetoka kwa Senksi rekodi nyimbo moja naona inaitwa Binadamu. Ila sikubahatika kuitupia hapo nimekaa 2022 nikawepo tu, nipo shamba 2023, nipo 2024 nikajitosa nikaja Dar es Salaam kutafuta mazingira nimejitafuta nikao nimeona naweza kuimba ikabidi niingie studio. Nikakutana na mwanangu anaitwa Shila, nikaachia ngoma moja ndio ile inaitwa Hatuachani. Naona ikabidi nitupie mtandaoni, naona ndio hivyo. Lakini Shila alitoka pale ninapokuwa nafanya muziki pale na rekodia pale kwa studio ikafungwa kwa muda, naona. Kwa nikakutana na Mkane sasa
Mkane ndo akanielekeza kwamba hii ngoma ifanyie video, ifanyie hivi, weke cover hivyo. Ushauri wote alinipa yeye yani. Naona tukaifanyia hivyo. Naona yeye mwenyewe ndo akafanya jitihada, akiboost ikapanda mpaka sasa hivi ina watu kidogo. Okay. Namshukuru Mungu ina watu. Mungu amebariki. Mungu amesaidia lakini Mkane ndo alifanya hivyo. Naona akanishauri sasa. Naona tufanye jambo lingine. Naona jambo langu ndo ile nitatoboa lini. Naona hiyo nitatoboa lini hiyo. Nilikuwa naimba tu, alinikuta naimba. Kuna mdogo wangu bona hii ngoma kali. Ngoma kali sana hii. Tuifanyie bana. Kama anajaribu lakini ndio ikaenda hivyo. Ikawa kitu kali. Yani namshukuru Mungu iko vizuri ngoma. Fundi ni Mkane. Mkane amefanya vitu pale. Okay. Ujue mziki wa Bongo Flava una changamoto nyingi sana. Mimi nataka tuzungumzie katika pita zako labda za hapa na pale, yani katika namna kufukuzia mambo ya music ili labda kutafuta label au studio. Hakuna changamoto yote ambayo ulibahatika kukutana naye na ukakaa ukadiscuss ukaona hii changamoto imekuwa too much na labda ukatamani kuacha mziki kabisa usifanye? Nimekutana na changamoto changamoto siwezi kusema ni nyingi sana kwa sababu bado sija changamoto ya kwanza kwenye muziki pale kwenye muziki nilikuwa nishafanya vizuri pale kwenye nilipokuwa nataka niachie video sasa itokea changamoto moja pale nikiangalia mazingira yangu hayaruhusu sina unajua tena muziki hela naona. Alafu nikiangalia nyuma hakuna mtu ambaye ananishika mkono. Hakuna naona labda niseme Mkane unajua mtu anakusaidia lakini jifanya basi na yeye ufanye kitu aone kwamba mdogo naye msaidia anashikika naona. Unakuta mtu yeye mwenyewe location amehangaikia mdogo wangu anamfanyia sana, anamfanyia jitihada yani afanye vitu yani nifanye kitu naona. Ni vile basi tu yani muziki bwana ule muziki ulinipa changamoto kidogo yani naona. Ni vile tu na nia kufanya muziki lakini hivyo tu naona nilifanya kigumu sana. Hiyo ni changamoto ya kwanza yani. Okay. Changamoto ya kwanza maana kulikuwa inahitaji watu, si unajua tena watu wanahitajika naona. Nikiangalia nyuma sina mtu naona. Pembeni tu naona kuna Mkane kidogo ananipa support. Ana support naona. Mtu ambaye anakupata support kidogo huyo mheshimu naona. Okay, na pia tukiangalia katika game la Bongo Flava kuna vile kama kina Diamond Platinum, kuna huyo J Melody, kina Mbosso, ni watu ambao wako viral sana, yani ni watu ambao wanasumbua kwa nchi yetu tuseme hivyo, na pia katika East Africa tunaweza kusema pia na Africa. Wewe unavyohisi labda katika harakati zako za music unaweza pia ukapata wigo kama mkubwa kama kina Diamond, kina J Melody? Kikubwa ni kumwomba Mungu. Unajua Mungu ndo kila kitu. Kabisa. Unapokuwa unataka kufanya kitu muombe uhakika na juhudi zangu mimi ndo zinanifanya nifike kule naona. Okay. Kupambana kwangu ndo zitanifanya mimi nifike kule. Yani kwa kifupi ni kwamba kila kitu kinawezekana. Ila kikubwa ni kwamba saa God mwenyewe akibless kila kitu kinakuwa sawa. Bane, hichi ndio kipindi chako pendwa kabisa kinachoitwa Huku Kwetu. Mimi ni host wako naitwa Pesa2 Music aka Masasi Boy. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba endelea kufuatilia katika mitandao ya kijamii, andika Advance TV, mengi yapo na mengine pia yajayo pia yanafurahisha. Kwa hiyo cha msingi ni kwamba endelea kusubscribe, kulike na kucomment. Hii ni Advance TV. Pull up vibes ya Advance TV.